Kwa hiyo nitahitaji utulivu wako wa hali ya juu sana, concentration yako, your focus, ili uweze kupata kile ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yako. Spiritual pattern toward my destiny, not your destiny, toward my destiny. Sasa inawezekana kila mtu ana definition yake ya pattern, what pattern is and so on, lakini pattern ndio inamaanisha is mpangilio wa vitu, specific arrangement of things. Sasa in the realm of the spirit we do have a pattern, we do have specific arrangement ya kila mtu aliyeumbwa kuletwa duniani, na hizo pattern huwa zinatofautiana. Kwa hiyo unapozaliwa, Mungu hakuleti ili akutafute au jitafute kujijua wewe ni nani, kwa sababu tayari your patterns zimeshakuwa prepared, your roadmap is there, your blueprint is there. Kitu cha msingi ni wewe kujialign, to align with that pattern. So kwa nini baadhi ya watu hawawezi kuwa mahali pale ambapo Mungu aliwakusudia? Kwa sababu wako nje ya pattern. Kwa hiyo somo sio somo la kawaida. Don't take it easy. Once you align with the pattern, specifically you meet your destiny. Once unapokuwa out of the pattern, directly you cannot meet with your destiny. Destiny align with patterns. Kwa ukishaenda nje ya pattern, hauwezi kukutana na destiny yako. Leo natamani tusome mistari kwa pamoja, Zaburi ya 139 na ule mstari wa 16. Naomba hapo tutasoma kwa pamoja. Zaburi ile ya 139, tutanifungulia ule mstari wa 16. Tumeshafika Zaburi ya 119 na ule mstari wa 19. Zaburi ya 119 na ule mstari wa 16. Wote tumefika jamani? Tumefika Zaburi ya 139 mstari wa 16 na 19. Anasema 139 mstari wa 16, kuna kitu kizuri sana. Anasema macho yako, sasa twende kwa pamoja. Anasema macho yako rudia tena kwa sauti. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika, chuoni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamliwa kabla hazijawa bado. Maana siku hazijawa bado, siku hazijathibitika bado hata duniani haujaonekana, lakini tayari siku zako zimeshahesabiwa. Your pattern is there, your work is there, kila kitu unachopaswa kukifanya kimeshawekwa tayari. Anasema chuoni mwako ziliandikwa zote pia. So maana ili uweze kuzifanya zile zilizoandikwa, you must have to align with the patterns. Sio kama kuna mtu anaelewa. Ukiona kuna mtu anatumika kwenye huduma fulani, uwe na uhakika alijaribu kujialign na pattern ya ile huduma ambayo Mungu ameiweka ndani yake. Mungu anapomuumba mtu anamuumba na kitu, lakini kile kitu anachomuumba nacho there are set of principles, set of patterns to follow, ili kuweza kuhakikisha mtu anafikia kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano wa kwanza, nikiweka ngazi hapa, hizo patterns sasa tunaweza kuita segment. Safari ya kwenda mbinguni au safari ya kufikia kusudi inaenda in term of patterns, inaenda in term of segment. Kwa hiyo tunaweza tukasema ukuaji wa viwango vya Mkristo ni kama ngazi. Kuna mtu utakuta amepanda ngazi, labda amepanda stairs 15. Yule mtu akianguka haendi kwenye stairs ya 14, anashuka chini. And this ni
ndipo inapokuja tofauti. Hapa ndipo tunapopata ile tofauti ya kwa nini mtu mara nyingi akianguka ni ngumu sana kurudi kwenye eneo alilokuwepo mwanzoni. Kwa sababu ukianguka unarudi chini kabisa. Sasa kwa nini mtu anapoanguka anarudi chini? Kwa sababu kuna patterns. Kwa hiyo anapenda zile patterns zote zilizokuwepo, anarudi chini kabisa ili aweze kurudi kwenye lile eneo. Na ndio maana watu wengi wanaoanguka mara nyingi ni ngumu sana kurudi kwenye lile eneo lao la kwanza, kwa sababu you must have to pass kwenye zile patterns ambazo umeporomoka kwazo kurudi tena huko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unanipata. So anything ambacho Mungu amekiweka ndani yako, chochote hicho kitu kinaendana na patterns. Na zile patterns zimegawanywa kwa majira na nyakati. Kuna pattern ambayo tutakiwa kuikamilisha kwa mwaka mmoja. Kuna pattern ambayo tutakamilisha kwa miaka mitatu. Kuna pattern itakamilishwa kwa miaka mitano. Kuna pattern itakamilishwa kwa miaka 10. Hizo pattern zote ni sehemu ya kulitimiza kusudi. Mfano wa pili. Yesu alipozaliwa mpaka alifikisha umri wa miaka 12. Maandiko yanasema Yesu akakuwa katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Kwa pattern ya Yesu kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 12 ilikuwa ni kwa ajili ya kudhihirisha kwamba ameitwa kwa ajili ya kuwapendeza watu wa aina mbili. Moja, ampendeze Mungu kwanza; mbili, awapendeze wanadamu. That's the first pattern. Pattern ya pili, kuanzia ile miaka 12 mpaka miaka 30. Pale tunaona Yesu amepotea. Kwenye Bible hayupo. It was a preparation zone. Kwa hiyo pattern imeambatana na preparation. So kwenye kile kipindi cha preparation, there are a lot of things ambavyo Yesu alitakiwa kuvifanya ili vimfanye andaliwe. Haleluya. Haleluya. Kulikuwa kuna mambo mengi alitakiwa ayafanye ili aweze kuandaliwa na kutumwa kwa ajili ya kazi. Kwa zaidi ya miaka 18 Yesu aonekane, lakini sio kwamba afanye, sio kwamba kuna vitu anatenda. Yuko madhabahuni anahoji watu maswali, anaulizana hiki na hiki, anajibu, anatafuta kuelewa zaidi. Alafu anapofikisha miaka 30 ile pattern imeishia pale. Anapokea pattern ya tatu inaitwa sent pattern. Kwenye hiyo pattern anatumwa sasa. Anaambiwa nenda kafanya. Lakini kumbuka huko kote alipokuwa anaenda hekaluni, alipokuwa bado na miaka 2, bado alipokuwa anaishi kwenye pattern ile ya kufikia utumwa miaka 3 uliotukia. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama kuna mtu ananielewa. Kwa hamna kitu kinachotokea kwa bahati mbaya kama utakuwa umejialign kwenye mapenzi ya Mungu. Ukiona kuna vitu vinatokea si kama ambapo uliwahi kuona vitakuwa, uwe na uhakika umejiongoa kwenye pattern. Nitakupeleka hapa, kuna mstari mmoja mzuri sana ambao watu tunapendaga kuzungumza, Isaya 55 mstari ule wa 10 na 11. Tutapita pale. Alafu utaona namna ambavyo ule mstari unazungumza na vile ambavyo tunaumiscontradict. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu chochote unachokifanya kama uko kwenye mapenzi ya Mungu ni kitu kilichoandikwa. Ni kitu kilichoandikwa, chuoni mwako zote ziliandikwa. Kwa maana yake kama wewe ni kiongozi, uwe na uhakika huo uongozi, kama unatumika kwenye mapenzi ya Mungu, huo uongozi umeandikwa. You apostle, uwe na uhakika kwamba Mungu anaandika. Ndio maana sasa soma kitabu kile cha Yeremia 1 kuanzia mstari ule wa 2 na nitakuonyesha uzuri wa Mungu ni kwamba hata unapokuwa nje ya pattern ana uwezo wa kukuleta kwenye pattern. Yeremia 1:2, naomba mtu anisomee. Yeremia 1:2. Yeremia 1:2, maandiko karibu sana. Yeremia 1:2 mpaka 5. Jeremiah 1-5. mfalme wa Yuda hata mwisho wa mwaka wa 11 wa Sedekia mwana wa Yosia mtoa mateka Yerusalemu katika mwezi wa 5. Neno la Bwana lilijia maneno ya Yeremia mwana wa Kiria, mmoja wa makuhani waliokuwa katika Anothi katika nchi ya Bethamini. Alafu soma 5. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Yeremia 1:1 anasema maneno ya Yeremia mwana wa Hilkia, mmoja wa makuhani. Yeremia ameenda nje ya pattern. Pattern ya Yeremia iko kwenye eneo la unabii. Lakini Yeremia sio kwamba sio mtumishi. Ni mtumishi, lakini pattern anayotumika kwayo
ni pattern ya ukuhani. Sasa ukisoma hii mistari na ufuata hapo, unaona Mungu anamwambia Yeremia, mimi sijakuita kuwa kuhani. Unachukua tetezo kila siku, unavaa hizo nguo, naenda madhabahuni, lakini mimi sijakuita kwa ajili ya hiyo kazi. Ndio anamkumbusha kwamba Yeremia, kumbuka 1:5, kabla sijakuumba nalikujua, na kabla hujatoka tumboni mwa mama yako nalikutakasa. Nimekuweka wapi? Sio kuwa nabii, naamini, sio kuwa kuhani, sio kuwa mtume, sio kuwa mchungaji. No, nimekuweka kuwa nabii. Tena sio nabii wa hapa Israeli, nabii wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yuko nje ya pattern, lakini Mungu anamuita, anamrudisha kwenye pattern. As long as utakuwa unajaribu kumtafuta Bwana, hata kama utakuwa nje ya pattern, unafanya kitu ambacho sio, Mungu atakuleta kwenye kitu ndio. Waimba muziki wengi wa kidunia tunao, sio kwamba wanafanya kitu sio. Take this. Wanafanya kitu ndio, ila wanafanya kwa mtu ambaye sio. Sio, umeelewa hicho kitu? Wanafanya kitu ndio. Yule amepewa huduma ya kuimba, lakini amwimbie Mungu. Yeye alichokifanya, ametoka kumwimbia Mungu akaenda kumwimbia shetani. Lakini kama eneo la kusudi, yule mtu hajakosea. Yaani waimbaji wengi unaoona wanaimba muziki ya kidunia hawajakosea kwenye kusudi, ila wamekosea wanayemtumikia kwenye kusudi. Patterns. Kwa patterns pia inaambatana na watu. Zile patterns zinaangalia pia, okay, uko kwenye kusudi sawa, lakini unayemtumikia ndiye. Ni mwimbaji sawa, lakini unayemtumikia ndiye. Na sio lazima tuchukulie mifano ya hao. Kuna mtu anaimba kanisani, lakini anaimba kwa ajili ya fame, kwa ajili ya watu. Kwa kweli unaimba, lakini umeenda nje ya pattern, kwa sababu hauimbi kwa ajili ya utukufu wa Mungu, unaimba kwa ajili ya fame. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama kuna mtu anaelewa. That's how patterns na work. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa kwanza na wa pili. Matendo ya Mitume 13 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Alifika. Matendo ya Mitume 13 mstari wa kwanza na wa pili. Na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkirene na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode na Sauli. Basi hawa walikuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga. Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ukisoma 13:1 anasema, na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkirene na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode na Sauli. Kwa kabla wewe hujamfahamu Sauli kama mtume, Sauli ameitwa na Mungu, Sauli ameokoka, ameombewa, lakini anatumika nje ya kusudi aliloitiwa. Out of the pattern. Anatumika kama nabii, lakini Mungu hajamuita kama nabii. Na mstari wa pili ndio anasema sasa, basi hao walipokuwa wakifanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni, kuniangalieni hao watu kwa ajili ya kazi. Kwa anachokifanya ni kazi, lakini sio kazi aliyoitiwa. Out of the pattern. Kumbuka zimeshaandikwa. Kwa Mungu atumie nguvu kwanza kujua huyo mtu ana kitu gani, kwa sababu zimeandikwa tayari. Kwa anapoangalia sema, no, huyu nilipokuwa namweka, sikumweka asimame kama mwalimu, sikumweka asimame kama nabii, nimemweka asimame kama mtume. Kwa anasema Roho Mtakatifu aliposhuka anasema, nitengeeni hao watu kwa ajili ya kazi niliyowaitia. Kwa unaweza ukafanya kazi kwa miaka mingi ukajisifu, lakini kumbe ulifanya out of the pattern. Zaidi ya fundi. Bwana Yesu asifiwe. Unafanya kazi ya zaidi ya fundi, haujajenga,
lakini umewasaidia wajenzi. Kwa hiyo muhimu sana kujua pattern ambayo Mungu amekuweka kwayo. Pattern ndio inayodetermine namna sahihi ya kufikia kusudi. Mfano mwepesi, Mwanzo 37. Kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu. Yusufu amezaliwa, ameota ndoto mbili. Zile ndoto zinamuonyesha Yusufu pattern anaenda kuwa nani? Zinamuonyesha kwamba wewe unakwenda kuwa mtu mkuu. Kwa hiyo Yusufu anatembea kwenye pattern ile, na pattern haimaanishi kila siku zitakuwa zinakupanda tu. Sometimes kutakuwa kuna ups and downs. Ndio maana anapita kwa Potifa. Ndio maana anatoka pale anakwenda gerezani, hapo anatoka pale ndio anakutana na ups na panda. Kwa kwenye patterns sometimes kuna agent utakutana nazo, utajaribiwa, utafanyiwa hivi na vile kama ilivyotokea kwa Ayubu, lakini haimaanishi kwamba uko nje ya pattern. Uko pale pale, na wakati mwingine kwenye pattern ndio utakutana na mambo magumu, kwa sababu Mungu yeye akumanifest kutumika kwenye kazi yake ni lazima kudhibitisha. Haleluya. 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 Kwa hiyo hauwezi kufika kwenye kusudi ambalo Mungu amekuitia kama hautazingatia pattern. Zimeandikwa zote siku za kuishi kwako, na sio tu siku, mpaka kitu gani unatakiwa kufanya. It is written. Kila kitu kimeandikwa. Your blueprint is there. Your roadmap is there. Kipo kwa ajili ya kutembea kwako. Namna gani utembee kipo, namna gani uenende, wapi utaenda kudumu. Na ndio maana huwa anasema sio basi. Kuna mtu anaamini akihubiri natakiwa asikike dunia nzima. Good, but sometimes incorrect. Kwa sababu kuna wakati Mungu anakuita kwa ajili ya watu fulani. Hujawahi kuona kuna mtu ameenda yuko kwenye mkoa fulani akihubiri au akifundisha kwenye ule mkoa, presence ya Mungu inashuka sana. Akitoka pale ukimpeleka nchi nyingine au mahali pengine, there is no overflow ya uwepo wa Mungu. Okay. Kitabu kile cha Matendo sura 21. Kuna mtu mmoja anaitwa Nabii Agabu. Akaja, alafu akamwambia, akachukua mkanda wa Paulo akajifunga kiunoni. Akasema, mtu mwenye mkanda huu ndivyo atakavyofanywa atakapoenda Yerusalemu. Kumbuka Paulo kwenye maagizo aliyopewa aende kwa watu wasiotahiriwa, watu wa mataifa. Alafu Petro, Yohana na Yakobo wakaenda kwa watu waliotahiriwa. Sasa Paulo siku moja akasema haiwezekani wa jamaa kila siku wao wanafaidi huku, ngoja niende. Ndio Agabu anamwambia, wewe jamaa hujaitwa kwenda huku, usiende Yerusalemu. Akalazimisha akasema nitakwenda. Biblia inasema alipigwa sana yule jamaa mpaka alikaribia kufa. Nini? Out of the pattern. Tayari yuko kwenye huduma nzuri, huduma iliyoitiwa, lakini eneo analokwenda sio eneo ambalo ameitwa kwenda kufanya. Kwa hiyo haujaitwa kwa ajili ya kila mtu, umeitwa kwa ajili ya watu wako maalum. Haleluya. 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 Haujaitwa kwa ajili ya kila mtu. Kuna watu Mungu anataka wa transform. Kuna watu Mungu anataka uwabadilishe. Mstari wangu wa mwisho kile kitabu cha Isaya 55 mstari wa 10 mpaka wa 11. Naomba tusome wote kwa pamoja alafu tutamaliza nao. Isaya 55 mstari wa 10 mpaka mstari wa 11. Isaya 55 mstari wa 10, 11. Isaya 55 10, 11. Isaya 55 10, 11. Tumeshafika? Tumefika jamani? Isaya 55 ule mstari wa 10 mpaka 11. 1, 2, 3. Maana kama vile mvua hili neno linalotumwa sasa, achana na mvua kule. Mvua ni mfano tu kwamba ikishuka haiwezi kurudi. Amesema na neno lake ni hivyo hivyo. Hili neno linalotumwa, alafu anasema haitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi. Ukishaona neno mapenzi, maana hili neno lilikuwa limeenda kwa ajili ya mtu maalum. Lakini yule mtu maalum inawezekana hajajipanga. Kwa maana hiyo sio lazima limpate yule mtu, litampata mtu yeyote aliye tayari kulipokea. Tunarudi kwenye mfano wa mvua. Mvua ikinyesha,
Kwa kawaida inabidi ikute mkulima amelima shamba alafu amepanda mbegu. Tukikuta kuna mbegu ziko njiani, haziko shambani. Tukikuta kuna mbegu ziko jalalani, haziko shambani. Mvua ikanyesha, haimaanishi zile mbegu zilizoko jalalani hazitofanyeje? Hazitaota, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu zile mbegu haziko kwenye mahali sahihi. Lakini mbegu ni kitu sahihi, kwamba kilichotakiwa kupandwa shambani ni mbegu. Kwa kama mbegu ilitakiwa kupandwa shambani haikupandwa, kuna mbegu iko nje ya shamba lakini ni mbegu, itapokea sawa sawa. Na ndio maana mvua inaponyesha haichagui kwa wazuri wala wabaya. Kwa neno linalosema kwamba halitarudi bure, haimaanishi kila kitu Mungu alichokisema, ahadi alizozisema zitatokea kwako. Na by the way, ahadi nyingi zaidi ya 90% ambazo Mungu alizitamka, they are conditional. Hazitokei tu. Lazima usorchestrate zile ahadi alizozisema ili ziweze kutokea. Lazima ujiambatanishe, ujialign na ile pattern ambayo Mungu aliweka tangu mwanzo ili uweze kushikamana na zile ahadi. Kwa sababu ahadi zenyewe zimefungamanishwa na pattern inayokupeleka kwenye kusudi lako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sio kama umeelewa. Kwa kama kuna mbegu ipo tu hivi, mvua ikinyesha ile mbegu inaota. Lakini tulitarajia mbegu ambayo inakusudiwa ni iliyoko shambani. Kwa kutokujiandaa kwako haimaanishi neno linalotoka juu mbinguni halitatimilika. Litaacha kutimilika kwako, litamtafuta mtu aliye tayari litatimilika kwake. Unachotakiwa kufanya ni nini? You have to align with the pattern. You have to align with the segment zinazokupeleka kwenye ile purpose. Ili Mungu atakapotuma ile ahadi, atakapotuma neno, atakapotuma ile mvua, ihakikishe inakuja kwako ile lengo. Kumbuka, hii ahadi imetumwa kwa mtu purposely, imetumwa kwenye mapenzi makamilifu ya Mungu. Maana yake kuna mtu amelengwa, lakini kama hatakuwa tayari itamtafuta mtu wa kumwelekea. Kitu kimoja nitaka tukumwambie Mungu. Inawezekana unatamani sana kujua kitu gani Mungu amekiweka ndani yako. Lakini kabla ya kujua kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako, inamata sana kujua unatembea kwenye pattern ipi. Tumekuwa tuna namna nyingi za kufundishana kuhusu kulijua kusudi. Kitu unachokipenda sana, kitu unachofanyaje, mzigo mkubwa, kitu ambacho unahisi huwezi hata usipokulipa hela utafanya. Lakini the best way to understand purpose of God, destiny ambayo Mungu ameiweka ndani yako, kile kitu ambacho Mungu amekuwekea, ile uniqueness, ni kumuomba Mungu. Ndio njia pekee. Hizi njia nyingine zinatusaidia lakini sio the best way. Mwambie Mungu, give me the capability to align with your pattern. Pattern za kimungu zinakushikamanisha kwenye mapenzi ya Mungu. Unapotembea kwenye mapenzi ya Mungu, automatically unatumika kwenye kusudi. Pattern za Mungu zinakushikamanisha na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yanakuwa line moja kwa moja na kulitenda kusudi. Simama. Kwa kitu ambacho natamani tukamwambie Mungu. Mwambie Mungu, nipe neema ya kualign na mapenzi yako. Inawezekana kuna kitu unakifanya deeply unakipenda. Na kuna wakati watu watakwambia wewe ni huyu lakini wewe sio huyu. Kuna watu watakwambia wewe ni mtu fulani lakini wewe sio huyu. Mwambie Mungu, nataka unipe kujua. Tunaweza tukafundishana kwa muda mwingi sana kwa habari ya kusudi, but it is not enough. You need to pray. Mwambie Mungu, nipe kujua kusudi. Nipe kujua pattern zinazonipeleka kwenye kusudi. Nipe kujua pattern. Watu wengine Mungu atakuongoza kupitia ndoto. Those are patterns zinazokudirect kujua. Watu wengine Mungu atakupa maono, ndoto yatakuonyesha kwamba wewe unatakiwa kuwa hapa. Mwambie Mungu, I need to know the patterns ambazo zinanipeleka kwenye kusudi. Patterns zinakupeleka kwenye mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yanakupeleka kwenye kusudi la Mungu. Haleluya. 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 Amen. Kwa hiyo hicho ndio kipambano. Natamani tuendelee tukaimbe. Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Wewe Mungu unayesikia maombi ya watoto wako. Yesite kato kwa ya Mungu. Makabla zake yebishata kato. Ramanto kwa pashate kibali. Ikaranto kwa kusita kapashate. Ifaraso kwa ketekelebe. Akaite sepia mante kibali. Aika tanana na wasi akato. Rekurante kibirato kwa
Yakobo chapa